Mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga ameendelea na ziara yake ya kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo wilayani Hanang, ambapo ameshuhudia uchimbaji wa kisima katika kijiji cha Endaswold, kata ya Gitin. Katika ziara hiyo ya siku 4 wilayani Hanang, mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Kasbet Sendiga ameipa kauli mbiu isemayo sifungi buti mpaka kieleweke, akiwa na maana kwamba halali mpaka matatizo ya wananchi, shida za wananchi zipatiwe ufumbuzi kwa miradi mbalimbali ya maendeleo kukamilika na kuanza kutoa huduma. Kutoka Hanang, mkoani Manyara, jina langu ni John Walter. Huu ni mradi wa maji ambao tumetembelea hapa na tumeona uchimbaji wa kisima kwenye hichi kijiji Endaswold, lakini kisima hichi kinachojengwa kimoja ni kati ya visima 22 ambao vinachimbwa wilaya nzima ya Hanang katika mpango huu. Visima hivi vinachimbwa kwa ufadhili wa wenzetu wa Human Relief wakishirikiana na serikali pamoja na Ruwasa. Kwa hiyo uwepo wa wadau hawa wa maendeleo katika maji katika nchi yetu, sisi tunasema kwamba ni moja kati ya mafanikio ambayo serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuyafanya na yanaendelea kuonekana. Mheshimiwa Rais ameendelea kuonyesha njia na kutengeneza misingi mizuri ya kufanya kazi kwa mashirikiano na mashirika tofauti na wadau tofauti. Na ndio maana sasa wadau wanapata nguvu ya kuja kutunga mkono katika jitihada za serikali. Kampeni ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ya kumtua mama ndoo kichwani imeendelea kuvuta wafadhili na wadau mbalimbali katika sekta hiyo. Kwa hiyo hawa wamekuja kutuchimbia visima 22 katika wilaya ya Hanang peke yake. Lakini pia tuna muendelezo nao baada ya Hanang, inawezekana wakaendelea kutuchimbia katika wilaya zingine. Tupo katika mazungumzo nao. Tunaendelea kuwashukuru pia wadau hawa kwa moyo wao wa kujitolea. Visima 22 pamoja na pointi za kuchotea maji zitakazojengwa katika wilaya Hanang peke yake ina takriban thamani ya shilingi bilioni 1. Kwa sio fedha ndogo, ni fedha nyingi sana ambazo sasa serikali badala kuingiza kwenye maji tunapeka sasa kwa ajili ya huduma zingine, kwa kuwa kwenye maji tumeshapata wadau wa kuweza kutusaidia. Na kama wataendelea pia kutusaidia kufanya miradi hii katika maeneo mengine, inawezekana kwa wilaya 5 tulizonazo baada ya wao kumaliza tukawa tumejikuta wametutengenezea miradi ya fedha nyingi sana. Matarajio yetu ni kwamba wananchi katika maeneo yote ambako miradi imepita, kwa sababu imepita kwenye maeneo tofauti tofauti, kwa hiyo kwenye kila kijiji sasa kitapata mradi wa maji. Na huu ni muendelezo kwa Hanang. Tukimaliza visima hivi 12 tunakuwa tumeshatekeleza upatikanaji wa maji Hanang kwa zaidi ya 95%. Vitakapomalizika hivi na vingine vya serikali na miradi mikubwa serikali inaendelea. Kwa sababu pia tunafahamu tuna miradi mikubwa, mradi wa Gehandu, Mogitu bado unaendelea, lakini tuna mradi mkubwa sana wa maji wa Basutu ambao tunategemea kutoa Basutu pia extension yake tukaenda kuhudumia na vijiji vingine ambavyo viko kwenye ukanda huo wa Basutu. Kwa hiyo tumeendelea kupata neema kubwa ya maji na tumeona ni vyema tupite hapa tuweze kuwasalimia wenzetu hawa wadau, lakini pia kuwaonyesha kwamba serikali tuko pamoja nao na tunawaahidi ushirikiano, kwa sababu wanachohitaji wao ni kupokelewa na ushirikiano. Sisi tunawaahidi ushirikiano na ukarimu wa hali ya juu, kwa sababu uhitaji wa maji katika mkoa wetu bado ni mkubwa, japo serikali inafanya kazi kubwa sana. Wito wangu kwa wananchi ni kuendelea kutunza miundombinu hii ya maji inayoletwa kwetu na serikali ili iweze kutusaidia. Lakini pia kwa wadau mbalimbali wa maendeleo tunaendelea kuwakaribisha, kwa sababu fursa za kutusaidia bado ni nyingi, sio tu kwenye sekta ya maji, kwenye maeneo mbalimbali. Tunaangalia saizi maji kwa sababu kuna kampeni kubwa ya Mheshimiwa Rais ya kumtua mama ndoo kichwani, lakini fursa kwenye maeneo mengineyo pia bado ni kubwa. Tunaenda kuwakaribisha wadau mbalimbali wa maendeleo. Sisi kama serikali tunaendelea kuhakikishia, 1, kutunza miradi na miundombinu ambayo wanatuwekea, lakini 2, kuwajengea mazingira rafiki, salama na rahisi ya wao kuweza kuwekeza, ya wao kuweza kusapoti, na sisi kama serikali kuhakikisha kwamba tunasaidia kusimamia miradi iweze kuwa mizuri na kuwapa ushirikiano kadri inavyotakiwa. Naitwa Engineer James Kionomela, ni manager wa Ruwasa mkoa huu wa Manyara. Tunawashukuru watu wa Human Relief kwa kutuchimbia visima 22 kama alivyoeleza mkuu wa mkoa. Visima hivi 22 katika hivyo vimeshachimbwa visima 19 na tumepata maji visima 15. Kwa visima 4 vimekosa maji, lakini wametuongezea visima karibia 4 vingine. Kwa hiyo utaona mradi jinsi gani ulivyokuwa wa muhimu. Na mradi huu ukikamilika, maana yake changamoto kubwa ni vyanzo vya maji.
Kwa tutakuwa na benki ya vyanzo vya maji vingi ambavyo uendelevu wake itakuwa ni rahisi. Kwa sababu swala la kwanza kupata vyanzo vya maji ambao ni changamoto. Ukishakuwa na vyanzo vya maji, awamu ya pili inakuwa ni kusambaza miradi ya maji. Tuna program ya visima 900 nchi nzima. Na kwetu Manyara tuna visima 30 kwa upande wa vijijini. Na hapa katika wilaya Hanang tumeshachimba visima 5 na vyote vimepata maji. Kwa kila jimbo lilipewa visima 5 ndio jumla vinakuja visima 900 nchi nzima. Kwa hiyo katika hivi visima 15 tulivyovipata, tukijumlisha na visima maarufu kama visima 900 vya Mheshimiwa Rais, tutakuwa na visima 20 hadi leo. Na hivi visima 5 ambavyo wanavyoenda kuvimalizia maana yake tutakuwa na visima 25. Kwa hiyo utaona jinsi gani kwa kweli hawa watu wametusaidia sana. Hadi leo napozungumza kwa mujibu wa takwimu za mwezi wa pili, upatikanaji wa maji wilaya hii ya Hanang ni 84%. Maana kwa hivi visima 20 na hivi 5 tukivikamilisha, alichotuambia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, 95% tunaenda kuifikisha. Kwa hiyo tutaipigia mahesabu upya, tutaona wenzetu wanajenga hadi point source kama tulizojenga kwenye visima 900. Kwa hiyo ni msaada mkubwa sana. Kwa ukiangalia visima hivyo 15 ambavyo tayari tumeshachimba, karibia kila kijiji kina watu karibia zaidi ya watu 2000. Kwa hiyo lengo letu kwa kila pointi na point 5 ambao point moja inahudumia watu 250. Kwa hiyo utaona watu 1200 kwenye kila kisima kimoja kinachochimbwa kwa sababu kitajengewa point source. Kwa hiyo utazidisha kwa watu 20, kwa visima vile 20. Kwa hiyo tutajikuta karibia watu zaidi ya watu 8000 wanaenda kupata maji hapa kwetu hapa Hanang. Kwa huu mradi tu ambao wenzetu wametusaidia.